Natamani kuzungumza na watu ambao hawajui maumivu yao ya mgongo yako sehemu gani. Wewe unayeumwa mgongo, jaribu kuwa unakaa na daktari wako, muulize, mgongo wangu unapoumwa panaitwa nini? Kwa sababu kutoka chini ya shingo mpaka mabegani, hiyo ni pingili ambazo zinaitwa C1, yani C1, C2 mpaka C8. Lakini kutoka kwenye mabega sasa kushuka mpaka juu ya kiuno, hiyo inaitwa T1, T2, 3 mpaka 12, ambayo ni katikati ya mgongo. Lakini kutoka juu ya kiuno kidogo, ile inaitwa lamba 1, lamba 2 mpaka lamba 5, lamba 1 mpaka lamba 5. Lakini kwenye nyonga inaitwa S1 mpaka S5. Kwa hiyo sasa wewe ukutana na daktari wako, muulize, pingili yako inayouma inaitwa nini? Hata ukikutana na mtu kama Flora hapa, unamwambia mimi niliambiwa na daktari lamba 1 ama S ama T ama L ni ipi ambayo inauma. Sasa hapa nina tamani ujue mgongo wako unaweza ukakuletea changamoto ya figo, mgongo wako unaweza kuletea changamoto ya ini, mgongo wako unaweza kuletea changamoto ya tezi dume, mgongo wako unaweza kuletea changamoto kwenye kizazi, mgongo wako unaweza kuletea changamoto nyingi hata kwenye macho kupitia pingili ya mgongo. Kumbuka, uti wako wa mgongo ndiyo maisha yako wewe. Maisha yako yamebebwa na uti wa mgongo. Unaweza ukawa unaumwa miguu sana, lakini changamoto ikawa inatoka mgongoni. Wewe utatibu miguu, lakini kumbe lamba 1, lamba 2 mpaka lamba 5, labda kuna pingili pale ina changamoto, inapelekea wewe kuumwa magoti, inapelekea wewe kupata ganzi, inapelekea wewe kupata moto miguuni, inapelekea wewe kuvimba miguu. Kwa hiyo jaribu kuonana na daktari wako ambaye amekuwa akikusaidia mara kwa mara ili aweze kukuelewesha mgongo wako na changamoto gani, ndio maana unakutana na changamoto hizo. Lakini tukija kuangalia watu ambao wanasumbuliwa na magoti, kwa asilimia kubwa ni wale wenye uzito mkubwa. Ukiwa na uzito mkubwa, magoti yako yanalika, kwa sababu uzito ulioko huku juu, magoti hayahimili, yanalika. Tupigie simu tuweze kukupunguzia mwili wako. Tunafurahi kwa sababu tuna suluhisho la pingili. Hii ni unga tu ulioko hapa ndani. Ni unga ambao tunauzalisha kwa tabu kidogo. Ni unga kidogo sana uko hapa ndani, lakini kupata huu unga kidogo ni gharama. Unachukua huu unga, unauweka kwenye mgongo au unaweka kwenye kiganja, unachukua mafuta yako ya mgando ya nazi au mafuta yoyote ya mgando, unachanganya pale kwenye mkono wako au katikati ya mgongo wa mgonjwa wako. Ukimaliza utaenda kumchua. Kama unavyoona kwenye clip inayopita hapo, unamchua kwanza mgonjwa wako kwa kutumia mafuta ya maji ambayo yana mint nzuri kabisa. Ukimaliza kumchua, utachanganya hii dawa ya pingili kwenye mgonjwa wako, then utakwenda tena kumchua. Kama una mashine ambayo inaitwa Seragim, usimchue kwa mikono, mlaze kwenye ile Seragim, itamsaidia. Kama pingili zake zimepishana, ni siku 4 tu anakuwa ameondokana na hilo tatizo. Kama pingili yake imelika, yani imekandamiza mshipa wa fahamu, ni siku 6 mpaka siku 14. Kama pingili yake imepinda, ni siku 6 mpaka siku 14. Kama pingili yake imekosa uroto, ni siku 6 mpaka siku 14, kama unatumia Seragim. Kama huna Seragim lakini una hii habo mkononi kwako, utakwenda kuchua mwezi mzima, ikiwezekana hata miezi miwili, ili uweze kupona kuondokana na lile tatizo. Watu wengi ambao wako mbali, kama walioko nchi za nje, tumekuwa tukiwatumia hii habo, tunawaelekeza jinsi ya kufanya, na wengi wanaondokana na changamoto hiyo. Lakini kama wewe uko Tanzania, hata uko nje ya nchi jirani hapa, kwa sababu wanakuja wengine kutoka Marekani, wengine wanakuja kutoka India, wengine Burundi, wengine Kenya. Wewe ambaye unaweza ukafika tulipo na unaona mgongo wako umeshakuwa changamoto kubwa, basi usisite kutufikia. Tuko Mwanza, lakini vile vile tuko Dar es Salaam.